Bwana Yesu asifiwe. Natumaini ubuheri wa siha njema. Tunaendelea tena na mfululizo wetu wa kujifunza kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, na leo tuko sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 11. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 11. Na ujumbe tunaoangalia ni kwamba tunajuaje kwamba tunamjua? Tunajuaje kwamba tunamjua? Kwa hiyo fungua na mimi waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 11. Baada ya kusoma, hebu fikiria mtu anayesema kwamba anaijua vizuri sana njia ya kwenda katika mji fulani. Anaongea kwa uhakika, anaeleza njia, anajua majina ya barabara, anajua mahali pa makutano, anajua mahali pa vibao vya barabarani, lakini kisha unamuona akiondoka kuelekea upande wa kinyume. Na hapo swali linakuja, je, kweli anaijua njia? Au anajua tu kuzungumza kuhusu njia? Hapo ndipo Yohana anatupeleka. Moja ya udanganyifu mkubwa wa kidini ni huu: mtu anaweza kuzungumza kuhusu Mungu haraka kuliko anavyoishi mbele za Mungu. Unaweza kusema, ninamjua Mungu. Unaweza kusema, nina uhusiano na Mungu. Unaweza kutumia lugha ya imani kwa urahisi sana. Unaweza kujua maneno sahihi. Unaweza kujua mafundisho. Unaweza kuwa umezoea kanisa. Unaweza kusema maneno mazuri kuhusu nuru, neema, upendo na ushirika. Lakini swali la Yohana ni kali zaidi. Tunajuaje? Si tu tunasema nini, si tu tunahisi nini, si tu tunadai nini, bali tunajuaje kwamba tunamjua Mungu? Baada ya Yohana kutuambia kwamba Mungu ni nuru na kwamba ushirika naye hauhifadhiwi katika kukana dhambi, sasa anaendelea mbele zaidi. Kama umekuja nuruni, hilo linaonekanaje? Na kama unasema unamjua Mungu, maisha yako yanathibitisha nini? Kama unasema unakaa ndani ya Kristo, je, maisha yako yanaanza kuchukua sura yake? Ujumbe wa andiko ni huu: si yule anayeweza kuzungumza kuhusu Mungu ndiye anayemjua Mungu wa kweli, bali ni yule ambaye maisha yake yanaanza kuchukua sauti ya utii na upendo wa Kristo. Tutaona mawazo makuu matatu kwenye kifungu hiki. Wazo la kwanza, kumjua Mungu wa kweli kunaonekana katika utii, si katika maneno tu. La pili, kukaa ndani ya Kristo kunaonekana katika maisha yanayoanza kufanana na maisha yake. La tatu, kutembea nuruni kunaonekana katika upendo kwa ndugu, si katika chuki ya kidini. Sasa tuyaangalie kwa kina, tukianza jambo la kwanza, la pili, halafu baadaye la tatu. Jambo la kwanza, kumjua Mungu kwa kweli kunaonekana katika utii, si katika maneno tu. Angalia mstari wa 3 unavyosema, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua ikiwa tunashika amri zake. Angalia jinsi Yohana anavyoanza kwa uzito. Katika hili twajua. Yohana haachi kumjua Mungu katika eneo la hisia tu. Hasemi katika hili tunahisi kwamba tunamjua, na wala hasemi katika hili tunadhani kwamba tunamjua. Pia hasemi katika hili tunapenda kuamini kwamba tunamjua, bali anachosema ni kwamba katika hili twajua. Yaani kuna alama ya kweli, kuna ushahidi, kuna kipimo cha maisha, lakini alama hiyo ni ipi? Ikiwa tunazishika amri zake. Hapa tunapaswa kuwa waangalifu sana, kwa sababu Yohana hasemi kwamba mtu anamjua Mungu kwa sababu ya uwezo wake wa kimaadili, na wala hasemi tii ili uokolewe kwa utii wako. Pia hasemi shika amri ili ujipatie uhusiano na Mungu. Hapana. Yohana anasema kwamba mtu anayemjua Mungu anaanza kubeba alama ya kumjua Mungu katika namna anavyoishi. Utii sio mzizi wa wokovu, lakini ni tunda lisiloonekana la wokovu. Mzizi ni Kristo, tunda ni utii. Mzizi ni neema, tunda ni maisha ambayo hayataki tena kuishi kinyume na Bwana. Mzizi ni kumjua Mungu, tunda ni kushika amri zake. Hapa kuna mfano rahisi. Mti hauwi hai kwa sababu unazaa matunda.
Mti huzaa matunda kwa sababu uko hai. Tunda halileti uzima, tunda linaonyesha uzima. Ndivyo ilivyo na utii. Utii hauleti wokovu, lakini utii unaonyesha kwamba uzima wa Mungu unafanya kazi ndani ya mtu. Ndio maana Yohana anaendelea katika mstari wa 4. Yeye asemaye nimemjua wala azishikie amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Hapa Yohana ni mkali. Hasemi huyu ni mtu wa kweli lakini bado hajakomaa, wala hasemi ana namna tofauti ya kiroho. Pia hasemi ana aina nyingine ya uhusiano na Mungu. Anachosema huyu mtu ni mwongo. Kwa nini? Kwa sababu katika waraka wa kwanza wa Yohana, uongo si kosa la maneno tu. Uongo ni mpasuko kati ya dai na uhalisi. Mtu mmoja anasema ninamjua, lakini maisha yake yanasema sitaki mapenzi yake. Mtu anaweza sema nina ushirika naye, lakini hatua zake zinaenda upande mwingine. Lakini pia mtu anaweza kusema ninampenda Mungu, lakini anaishi bila utii, anaishi bila toba, bila moyo uliovunjika, bila vita dhidi ya dhambi. Yohana anasema huo ni uongo. Neno kushika ni tereo. Halimaanishi tu kusikia, halimaanishi tu kujua kwa nadharia. Linamaanisha kushika, kuhifadhi kwa uangalifu, kuchukua na kuchukulia uzito. Kwa hiyo, tatizo si kwamba mtu hajasikia amri za Mungu. Tatizo ni kwamba anazichukulia kama kitu kisicho na mamlaka juu yake. Na hapa tunapaswa kujichunguza. Sisi tunaweza kujaribiwa kuchukulia kumjua Mungu kama hazina tu ya akili yetu. Kama najua maneno mazuri, nafikiri niko sawa. Kama ninaweza kueleza mafundisho, nafikiri niko sawa. Kama nina lugha sahihi ya kiinjili, nafikiri niko sawa. Kama ninaweza kuzungumza kuhusu neema, kuhusu nuru, kuhusu msalaba, kuhusu ushirika, nafikiri labda niko sawa. Yohana anasema usijifiche ndani ya misamiati. Swali ni hili, je, unashika amri zake? Usijifiche ndani ya misamiati. Hicho ndicho Yohana anachosema. Swali la kujiuliza ni kwamba, je, unazishika amri zake? Si kwa ukamilifu, lakini kwa kweli. Si bila kuanguka, lakini ukiwa katika vita. Si bila udhaifu, lakini bila kugeuza kutokutii kuwa makao yako. Si bila dhambi, lakini bila kufanya amani na dhambi. Hapa lazima tuseme wazi. Huwezi kusema ninamjua na wakati huo huo ukaishi kinyume na mapenzi yake bila vita. Huwezi kusema ninamjua na kutoumizwa na kutokutii kwako. Huwezi kusema ninamjua na huku unaitetea dhambi yako kama haki yako binafsi. Huwezi kusema ninamjua na kutotaka kubadilishwa kwako na neno lake. Kama unamjua Mungu, amri zake si kanuni za nje tu. Zinakuwa mapenzi ya Baba yako, mapenzi ya Bwana wako, na njia ya yeye aliyekupa uzima. Kisha mstari wa 5 naleta upande wa nuru. Lakini yeye alishikae neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili twajua ya kuwa tumo ndani yake. Angalia jinsi Yohana anavyobadilisha maneno. Katika mstari wa 3 anasema amri zake. Katika mstari wa 5 anasema neno lake. Si amri ndogo ndogo zilizotengwa tu, bali neno lote la Mungu linapokelewa, linashikwa na linaachwa kuunda maisha. Na anasema katika huyo upendo wa Mungu umekamilika. Hapa ndipo andiko linaenda juu zaidi. Utii hauonyeshwi tu kama ushahidi. Utii pia ni nafasi ambayo upendo wa Mungu unafikia kusudi lake ndani ya mtu. Neno umekamilika ni teteleitai. Ni neno la kigumu kidogo. Neno umekamilika ni teteleoitai. Wazo ni umefikishwa kwenye lengo, umefikishwa kwenye utimilifu, umefikishwa kwenye kusudi. Wazo ni umefikishwa kwenye lengo, kwenye utimilifu, kwenye kusudi.
Upendo wa Mungu haubaki tu kama wazo lililopokelewa. Unafikia kusudi lake unapoanza kuunda maisha. Yohana hahubiri utii baridi, hahubiri utii wa mashine, hahubiri utii wa kuhesabu tu, nimeweka alama kwamba nimetii. Anahubiri utii ambao upendo wa Mungu unafanya kazi ndani ya mtu hadi mwisho. Yaani mtu anasema, kama Mungu amenipenda hivi, siwezi tena kuchukulia mapenzi yake kama mzigo. Kama mwana alijitoa kwa ajili yangu, siwezi kuishi tena kana kwamba maisha yangu ni yangu mwenyewe. Kama nimeletwa nuruni, siwezi tena kulipenda giza kama zamani. Huu ndio utii wa Kristo. Tii ili kumfanya Mungu anipende, na tii kwa sababu upendo wake umenishika. Na tii kwa sababu upendo wake umenishika. Upendo wake umenibadilisha. Upendo wake umenileta nuruni. Upendo wake umenifanya nitake mapenzi yake. Hapa ndipo tunapoona kama mtu anajua tu kusudi la Mungu au kweli ameguswa na Mungu. Jambo la pili, kukaa ndani ya Kristo kunaonekana katika maisha yanayoanza kufanana na maisha yake. Mstari wa 6 unasema, yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Hapa Yohana anaenda ndani zaidi. Hasemi tena tu yeye asemaye anamjua. Sasa anasema yeye asemaye anakaa ndani yake. Hili ni dai kubwa. Kukaa ndani ya Kristo haimaanishi kuwa na shauku ya mara moja kwa Yesu. Haimaanishi kumvutia Yesu kwa mbali. Haimaanishi kuwa na nyakati za kidini mara chache. Haimaanishi kumtumia Yesu unapomhitaji. Kukaa ndani yake kunamaanisha makao, kuendelea, kuenenda, kumilikiwa, maisha yaliyofungwa kwake. Neno kukaa ni meno. Linamaanisha kukaa, kuendelea, kubaki imara. Si ziara ya kiroho, ni maisha yaliyowekwa ndani ya Kristo. Na Yohana anasema, kama unasema unakaa ndani yake, basi unapaswa kuishi kama Yesu alivyoishi. Hapa andiko linakuwa la moja kwa moja sana. Si amri kwa ujumla tu, si maadili kwa ujumla tu, si dini kwa ujumla tu. Mfano ni Kristo. Yohana hasemi yeye asemaye anakaa ndani yake lazima azungumze kuhusu Yesu, ingawa ni lazima. Na pia hasemi lazima awe na maono kuhusu Yesu, ingawa kweli ni muhimu. Anachosema, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Hapa tunapaswa kufafanua. Haimaanishi kwamba tutaishi kwa ukamilifu wa mwana wa Mungu. Hatutaweza kuwa na utii wake mkamilifu ndani yetu wenyewe. Hatutaweza kuwa na usafi wake kamili katika maisha haya. Hatutaweza kupenda bila chembe chembe yoyote ya ubinafsi kama yeye alivyopenda. Lakini inamaanisha mwelekeo wa kweli. Maisha ya mtu anayekaa ndani ya Kristo yanaanza kuchukua sura ya Kristo. Si kikamilifu, lakini kwa kweli. Si kwa ukamilifu wote, lakini kwa namna inayoonekana. Si bila kuanguka, lakini kwa toba na kurudi. Na hapa kuna mfano. Nguo ikikaa muda mrefu bila karibu na moshi, nguo ikikaa muda mrefu karibu na moshi, inanuka moshi. Mtu akikaa muda mrefu juani, uso wake hubadilika. Mtoto akikaa miaka mingi karibu na baba yake, huanza kuchukua baadhi ya ishara zake, maneno yake, hata namna yake ya kuzungumza. Ndivyo ilivyo na Kristo. Kama unasema unakaa ndani yake, kitu kutoka katika maisha yake lazima kianze kuonekana katika maisha yako. Namna yake ya kumtii Baba, namna yake ya kupenda, namna yake ya kusema kweli, namna yake ya kukataa majaribu, namna yake ya kutumika, namna yake ya kujinyenyekeza, namna yake ya kutotumia nguvu kwa ajili yake mwenyewe, namna yake ya kwenda msalabani. Hapa Yohana anatuondoa katika Ukristo wa maneno tu, kwa sababu ni rahisi kusema ninakaa ndani ya Kristo. Lakini Yohana anauliza, je, kuna kitu cha Kristo kinaonekana katika mwenendo wako? Si katika matamko yako tu.
katika mwenendo wako, kwa sababu mstari una wazo la kutembea kama yeye alivyotembea. Neno kuenenda ni peripatein, picha ya matembezi ya kila siku, si tukio moja, si hisia ya muda, bali mwelekeo wa maisha. Yesu alitembea namna gani? Alitembea katika utii kwa Baba. Jangwani hakutumia nguvu zake kwa ajili yake mwenyewe. Alipokuwa na njaa, hakuruhusu njaa iwe bwana wake. Alipopewa utukufu bila msalaba, alikataa kwa njia ya mkato. Alipotukanwa, hakujibu kwa dhambi. Alipokataliwa, hakuacha kufanya mapenzi ya Baba. Alipokwenda msalabani, hakukimbia utii. Huyu ndiye Kristo ambaye tunasema tunakaa ndani yake. Na sasa swali linakuja chungu, lakini ni la lazima. Ninawezaje kusema ninakaa ndani yake kama sitaki kutembea katika nyayo zake? Ninawezaje kusema ninakaa ndani yake kama ninakataa mapenzi yake? Nawezaje kusema ninakaa ndani yake kama natembea au natetea kiburi changu? Ninawezaje kusema ninakaa ndani yake kama nakimbia unyenyekevu? Nawezaje kusema ninakaa ndani yake kama nakataa nuru yake, sitaki utii wake? Yohana anasema, yeye asemaye anakaa ndani yake imempasa kuenenda kama yeye Yesu alivyoenenda. Hapa si ushauri mwepesi wa kusema kuwa mtu mzuri zaidi. Hapana, ni wito wa kina zaidi. Kama una uzima wa mwana, maisha yako yanaanza kubeba sura ya mwana. Na hii inatulinda na makosa mawili. Kosa la kwanza ni ushikaji sheria. Ushikaji sheria unasema natii ili nikubaliwe. Injili inasema nimekubaliwa ndani ya Kristo na ndiyo maana ninaanza kutii. Kosa la pili ni kuruhusu dhambi. Kuruhusu dhambi kunasema nimekubaliwa, kwa hiyo haijalishi ninavyotembea. Yohana anasema kama unakaa ndani yake unatembea kama yeye alivyotembea. Kwa hiyo neema haifuti utii, neema inaleta utii. Neema haisemi baki kama ulivyo. Neema inasema umeletwa ndani ya Kristo, sasa tembea katika nuru yake. Jambo la tatu, kutembea nuruni kunaonekana katika upendo kwa ndugu, si katika chuki ya kidini. Angalia mstari wa 7 unavyosema, wapenzi, siwaandikii amri mpya, bali amri ya zamani mliokuwa nayo tangu mwanzo. Amri hiyo ya zamani ni lile neno mlilolisikia. Hapa Yohana anatoka kwenye utii kwa ujumla na anaenda mahali pa wazi sana, upendo kwa ndugu. Na anasema jambo la kuvutia, siwaandikii amri mpya, ni amri ya zamani. Kisha katika mstari wa 8 anasema, tena nawaandikia amri mpya, neno lililo kweli ndani yake na ndani yenu, kwa sababu giza linapita na nuru ya kweli imekwisha kung'aa. Inawezaje kuwa ya zamani na mpya? Ni ya zamani kwa sababu waliisikia tangu mwanzo. Si uvumbuzi wa baadaye, si jambo jipya la kidini, si wazo linaloonekana baadaye. Upendo kwa ndugu ni sehemu ya ujumbe wa Kikristo tangu mwanzo. Lakini pia ni mpya kwa sababu ndani ya Kristo umeonyeshwa kwa uwazi mpya. Ndani yake upendo si amri iliyosemwa tu, ni amri iliyoishiwa. Yesu alipenda mpaka mwisho. Yesu alijinyenyekeza. Yesu aliosha miguu ya wanafunzi wake. Yesu alitoa maisha yake kwa ajili ya watu wake. Yesu alionyesha maana ya upendo katika mwili, katika muda, katika machozi na katika msalaba. Ndiyo maana amri hii ni ya zamani na mpya. Ya zamani katika ujumbe, mpya katika ufunuo wake kamili ndani ya Kristo. Mpya katika nguvu yake inayofanya kazi ndani ya wale walio wake. Amri ya zamani na mpya ni hii. Ya zamani ilisikiwa tangu mwanzo. Mpya imeonyeshwa kwa nguvu ndani ya Kristo na inafanya kazi ndani ya wale wanaokaa ndani yake. Na Yohana anasema, giza linapita na nuru ya kweli imekwisha kung'aa. Hii ni picha nzuri sana. Ni kama alfajiri.
Usiku hauondoki wote kwa sekunde moja, lakini nuru inapochomoza, giza tayari limeanza kushindwa. Ndivyo ilivyo kwa kuja kwa Kristo. Nuru ya kweli tayari inang'aa. Ufalme wa Mungu umeingia ulimwenguni. Uzima wa Mwana unafanya kazi ndani ya walio wake, na nuru hii inaanza kuonekana kwa njia ya upendo. Kwa hiyo upendo si kitu cha hisia kilichoongezwa kwenye imani. Upendo ni namna ya nuru ya Kristo. Upendo ni namna ya nuru ya Kristo inayoonekana katika kanisa. Kisha Yohana anasema tena na anakuwa mkali. Mstari wa 9, angalia. Yeye asemaye ya kuwa yumo nuruni, naye anamchukia ndugu yake, yumo gizani hata sasa. Angalia tena maneno haya. Yeye asemaye. Yohana anashughulika tena na madai ya kiroho. Mtu anaweza kusema yuko nuruni, lakini mtu anaweza kusema yuko nuruni, yaani mtu anadai kwamba yeye ni wa Mungu, anadai ana kweli, anadai anaona, anadai ametoka gizani, lakini anamchukia ndugu yake. Yohana anasema yuko gizani bado. Hasemi ana shida ndogo tu ya mahusiano, hasemi yeye ni mtu wa moja kwa moja tu, hasemi hiyo ni hasira yake au ndivyo alivyo, hasemi yuko sahihi kimafundisho, kwa hiyo tunaweza kupuuzia ukosefu wa upendo. Anasema yuko gizani bado. Hapa lazima tuache andiko litupige. Yohana hatenganishi mafundisho na mahusiano. Haruhusu Ukristo ambao mtu anaweza kuwa sahihi sana kwa maneno, lakini mwenye giza sana katika mahusiano na ndugu. Unaweza kuzungumza kwa usahihi kuhusu Mungu na bado kawa gizani kama unaishi katika chuki. Unaweza kuleta mafundisho muhimu na bado kawa gizani kama unamdharau ndugu yako. Unaweza kuwa na mdomo uliojaa kweli, lakini moyo uliojaa baridi. Unaweza kusema mimi niko nuruni, lakini kama unaishi katika uchungu, dharau, kujiona uko juu kuliko wengine, kulipiza kisasi, baridi ya moyo, kukosa upendo, maisha yako yanapingana na maneno yako. Hapa tunapaswa kuwa wazi. Upendo wa Biblia si hisia tupu. Haimaanishi kukubali dhambi, haimaanishi kukwepa kweli, haimaanishi kuto kukemea kamwe, haimaanishi kwamba hakuna nidhamu, haimaanishi kwamba hakuna mipaka, lakini inamaanisha huwezi kuishi katika chuki na kusema uko nuruni. Huwezi kulisha dharau yako, huwezi kufurahia kuanguka kwa ndugu yako, huwezi kumfanya ndugu yako awe sawa na kosa lake tu, huwezi kumsema kwa furaha, huwezi kumtakia mabaya. Huwezi kumfungia milele katika hukumu yako ya ndani, halafu useme mimi natembea nuruni. Yohana anasema hapana. Yeye anayemchukia ndugu yake yuko gizani bado. Mstari wa 10 unasema, yeye ampendaye ndugu yake anakaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Upendo kwa ndugu hauonyeshi nuru tu, unalinda jamii ya waamini. Mahali palipo na upendo, watu hawasukumwi kirahisi kuanguka. Mahali palipo na upendo, kweli inaweza kusemwa bila dharau. Mahali palipo na upendo, marekebisho yanaweza kuja bila kuvunja mtu bila sababu. Mahali palipo na upendo, wenye dhambi waliotubu hawashikiliwi milele chini ya aibu. Mahali palipo na upendo, kanisa haliwi uwanja wa vita wa majivuno. Yohana anasema ndani yake hamna kikwazo. Lakini mstari wa 11 unaonyesha upande wa pili. Bali yeye amchukiaye ndugu yake yumo gizani, tena anatembea gizani, wala hajui aendako, kwa sababu giza limepofusha macho yake. Angalia maendeleo haya. Yuko gizani, anatembea gizani, hajui anakokwenda. Giza limepofusha macho yake. Chuki haibaki mahali pamoja. Chuki hubadilisha namna unavyoona. Mwanzoni unafikiria unaona vizuri, unafikiria una discernment, unafikiria una upambanuzi, unafikiri uko sahihi,
Unafikiri tatizo liko kwa yule mwingine tu, lakini chuki hupofusha macho. Humuoni tena mtu mzima, unaona tu jeraha. Unaona tu kosa, unaona tu kile alichokufanyia, unaona tu kile kinachokukera, unaona tu kile unachotaka kuona. Hapa kuna mfano. Kioo cha mbele cha gari kikichafuka hakibadilishi barabara, lakini kinabadilisha namna unavyoiona barabara. Kama kimejaa matope, unaweza kuwa na taa nzuri, unaweza kuwa na injini nzuri, unaweza kuwa na ramani nzuri, lakini bado hutaona vizuri. Ndivyo ilivyo na chuki. Inachafua kuona kwako kiroho. Unaweza kuwa na mambo mengi sahihi akilini, lakini kama chuki imefunika macho yako, hutamuona ndugu yako kama Kristo anavyomuona. Na Yohana anasema hilo ni giza. Hitimisho. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 11 inatuacha na kweli zilizo wazi. Inatuacha na kweli 3 zilizo wazi. Kweli ya kwanza, kumjua Mungu kwa kweli kunaonekana katika utii, si katika maneno tu. Haitoshi kusema ninamjua. Swali ni, je, unashika amri zake? Si kwa ukamilifu, lakini kwa kweli. Si bila vita, lakini bila kufanya amani na dhambi. Si ili ujipatie wokovu, lakini kwa sababu umepokea uzima wake. Kweli ya pili, kukaa ndani ya Kristo kunaonekana katika maisha yanayoanza kufanana na maisha yake. Yeye asemaye anakaa ndani yake anapaswa kutembea kama Yesu alivyotembea, si kwa ukamilifu ulio sawa na wake, bali kwa mwelekeo wa kweli kuelekea kwake. Kama unakaa ndani ya Kristo, maisha yake yanaanza kuacha alama katika maisha yako. Kweli ya tatu, kutembea nuruni kunaonekana katika upendo kwa ndugu, si katika chuki ya kidini. Huwezi kusema uko nuruni na kuishi katika chuki. Upendo si wa hiari. Upendo haushindani na kweli. Upendo unaonyesha kwamba kweli imeanza kufanya kazi ndani yako. Ningependa tumalize na picha rahisi. Mtu anasimama mbele ya kioo na anasema, mimi ni msafi. Lakini kioo kinaonyesha uchafu. Ana chaguzi mbili. Anaweza kukivunja kioo, anaweza kukasirikia kioo, au anaweza kusema kioo kinazidisha, na anaweza kuangalia upande mwingine, au anaweza kukubali kweli na kujisafisha. Yohana anaweka kioo mbele yetu, si ili kutuharibu, bali ili tusijidanganye tena. Unasema unamjua Mungu, angalia utii wako. Unasema unakaa ndani ya Kristo, angalia mwenendo wako. Unasema uko nuruni, angalia namna unavyompenda ndugu yako. Na kama kioo kinaonyesha uchafu, usikimbie. Tunaye Kristo, tunayo damu yake, tunayo neema, tunayo nuru. Na hapa tunatoa wito wa kutembea kama yeye alivyotembea. Jibu letu si, Bwana, nitajaribu kuonekana kama ninavyokuja. Jibu letu si, Bwana, nitajaribu kuonekana kama ninavyokujua. Jibu letu ni, Bwana Yesu, fanya maisha yangu yasipingane na ushuhuda wangu. Nifundishe utii, nifundishe kukaa ndani yako, nifundishe kuwapenda ndugu. Ondoa ndani yangu uongo wa kidini. Fanya nuru yako ionekane katika maisha yangu. Kwa sababu kumjua Mungu kwa kweli hakuonekani tu katika kile tunachosema kuhusu yeye. Kunaonekana katika maisha yanayoanza kufanana na Kristo. Sasa tunaenda kufanya maombi. Ngoja tuombe pamoja. Bwana, tusamehe tulipozungumza kuhusu wewe zaidi kuliko tulivyoishi mbele zako. Tusamehe tuliposema tunakujua, lakini tukazichukulia amri zako kwa wepesi. Tusamehe tulipotumia lugha ya kiroho kuficha ukosefu wa utii. Tusamehe tulipochanganya maarifa ya mafundisho na ushirika wa kweli. Bwana Yesu, wewe ulitembea katika utii kamili kwa Baba. Ulipenda kwa usafi. Uliishi bila giza. Ulisema kweli bila dhambi. Ulienda mpaka msalabani katika utii na upendo. Fanya maisha yetu yaanze kubeba sura ya maisha yako. Tufundishe kushika neno lako. Tufundishe kukaa ndani yako. Tufundishe kutembea kama ulivyotembea. Ondoa chuki ndani ya mioyo yetu. Ondoa dharau. Ondoa ubaridi.
ondoa kujiona tuko juu, ondoa kiburi, ondoa uchungu uliofichwa. Tufanye kuwa kanisa lililo nuruni, kanisa lenye utii, kanisa lenye upendo, kanisa ambalo kweli na upendo havitenganishwi. Nafanya ushuhuda wetu usipingwe na maisha yetu. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen.